pamoja nasi kupitia neno lako. Asante Bwana kwa kuwa ulituahidi utupatia Roho wako Mtakatifu, naye atakapokuja atatuongoza atutie katika kweli yote. Pia ukasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Hivyo Roho Mtakatifu atakuwepo katikati ya watu wako katika siku hizi za mwisho, akiwaongoza katika kweli ya maandiko yako matakatifu. Jioni ya leo nasi tuongoze katika kweli za unabii wa Danieli, kitabu cha Danieli sura ya 7. Asante kwa kuwa utakuwa pamoja nasi tunapokwenda kujifunza. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amina. Sasa katika somo lililopita tulikuwa tumejifunza habari za wale wanyama. Tuliona mnyama wa kwanza aliyekuwa akitokea baharini. Baada ya Danieli kuona, akaona nini? Simba, mnyama ambaye alikuwa kama simba na alikuwa na mabawa ya tai. Na baada ya simba tuliona mnyama gani mwingine? Dubu mwenye mbavu 3. Lakini baadaye tukaona Danieli alipokuwa akitazama na kuangalia katika maono, akaona nini? Chui ambaye alikuwa na mabawa 4. Sawa? Na baadaye akaona mnyama wa kutisha mwenye pembe ngapi? 10, mwenye pembe 10. Hivyo basi tuliona wanyama hawa waliwakilisha tawala zitakazokuja juu ya uso wa dunia, ikianza utawala wa Babeli, na kisha walifuata Wamedi na Wajemi, na kisha wakafata Wayunani chini ya Alexander Mkuu. Sasa leo tuanze hapa katika mnyama wa 4. Katika mnyama wa 4 ili tupate mwendelezo wa somo la leo tunapomalizia kitabu cha Danieli sura ya 7. Tulisema mnyama wa 4 kwa mujibu wa historia na unabii alikuwa anawakilisha nini? 1, 2, 3. Rumi gani? Rumi ziko 2. Rumi gani? Rumi ya kipagani. Sawa? Ambayo ilianza kutawala mwaka gani? Ilipowaangusha Wayunani ama Wagiriki. Mwaka gani? 168. Naona watu wengi hapa wako makini. 168 kabla Yesu hajazaliwa. Sawa? Ndipo Warumi walianza kutawala. Na utawala wao ulikoma mwaka gani? Mwaka 476. Sawa? Tunakumbushia tu haya tuliyopitia katika somo lililopita. Sasa kwa nini Rumi ilisambaratika? Tuliona Rumi ilisambaratika. Kwa nini ilisambaratika? Sio kwa kuangushwa na taifa lingine, isipokuwa kwa vita vya kikabila. Na ndipo yakazuka mataifa 10 ya Ulaya kwa wakati huo. Na tuliona kwamba mataifa hayo 10 yanawakilishwa na zile pembe 10 za huyo mnyama wa 4 ambao ndio utawala wa Rumi. Biblia inasema katika kitabu cha Danieli sura 7 aya ya 24, anasema na habari za zile pembe 10, katika ufalme huo watatokea wafalme wangapi? 10. Ina maana wangetokea wafalme 10 katika utawala wa Rumi. Sasa lakini neno linasema kwamba wakati Danieli alipokuwa akiangalia, taratibu akaona pembe nyingine ndogo ilikuwa ikizuka katikati ya zile pembe 10. Na katika kuzuka kwake, neno linasema inapochomoza inang'oa pembe zingine 3. Nini maana yake? Kwamba wakati utawala wa Rumi ulipovunjika na yakatokea mataifa hayo 10 ambayo sabato iliyopita ama juma lililopita, somo lililopita, tuliyaona mataifa hayo yalikuwa ni mataifa gani? Niwakumbushe pia. Yalikuwa ni mataifa gani? Alamani,
ambayo leo hii inaitwa Ujerumani. Tuko pamoja? Taifa lingine lilikuwa Burgundian, ambalo leo hii wanaitwa Waswisi. Sawa? Switzerland. Lakini walikuwapo taifa lingine France, ambalo leo hii wanaitwa ni watu gani? Wafaransa. Tuko pamoja? Haya mambo niwaambie, hayawezekani kuyaelewa tu kwa kichwani, yani kwamba utayashika tu ya gande. Hamna, ni mpaka uwe na notebook, uwe na kalamu. Haiwezekani. Kwa hiyo taifa lingine walikuwa Roberts, ambao leo hii wanaitwa nani? Waitaliano. Tuko pamoja? Halafu taifa lingine lilikuwa Saxoni, ambao leo hii wanaitwa Waingereza. Taifa lingine lilikuwa Swedi, ambao leo hii wanaitwa Wareno. Taifa lingine lilikuwa Visigoths, ambao leo hii wanaitwa Wahispania. Haya ni mataifa 7. Sasa kuna mataifa mengine hayapo duniani leo, nayo ni Ostrogoth, Vandals na Herugi. Ostrogoth, Vandals na Herugi. Sasa tulisema kipindi kilichopita, kwa nini mataifa haya hayapo leo duniani? Ni kwa sababu unabii ulitabiri kwamba wakati pembe zile zilipotokea, pembe 10 katika ule mnyama wa 4, ikimaanisha haya mataifa 10, kwamba taratibu kulikuwa na utawala mwingine au pembe ndogo ikizuka, ambayo kupitia hilo pembe nyingine 3 ziling'olewa. Maana yake ni kwamba wafalme 3 walishushwa, waliondoshwa na hiyo pembe iliyokuwa ikizuka katikati yao. Neno linasema katika Daniel sura ya 8 aya 7 aya 8, Daniel sura ya 7 aya 8, neno linasema nikaziangalia sana pembe zake, na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Kwamba katikati ya zile pembe 10, pembe moja ikazuka katikati yao, ambayo katika hiyo pembe ndogo, pembe 3 zile za kwanza, zile 10 zikang'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno ya namna gani? Maneno makuu. Maana yake nini hii? Ni kwamba ikiwa pembe inamaanisha utawala, ina maana kwamba wakati wa kuzuka kwa pembe hizi kulikuwa na utawala mwingine ambao ungezuka baadaye. Kupitia utawala huo, pembe 3 ama tawala 3 zile za kwanza zingeondoshwa kupitia utawala huo mdogo uliokuwa umetajwa. Na sifa zake huo utawala ni kwamba ulikuwa na macho kama ya mwanadamu na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Sasa tukajiuliza, ni namna gani basi tunaweza kuitambua hii pembe? Ina sifa gani? Tutajuaje ni utawala gani uliotokea hapa duniani, ambao kupitia tawala hizo wafalme 3 ama tawala 3 za Ulaya ziliondoshwa juu ya uso wa dunia? Ni utawala gani ambao ulitokea mwaka huu? Sasa namna gani ambavyo tutaweza kuijua pembe hiyo ndogo ambayo ilitokea katikati ya pembe 10 na ikazing'oa pembe 3? Tutawezaje kuijua? Ndio hoja ya msingi hiyo. Unawezaje kuijua? Zipo njia za kuijua hii pembe 3, nayo ni kutumia neno la Mungu hilo hilo na maelezo hayo. Kwanza, ili uweze kufahamu kwamba hiyo pembe ni ya namna gani, sharti la kwanza, hiyo pembe itatokea baada ya Rumi ya kipagani kuanguka. Tuko pamoja? Ambao Rumi ya kipagani ilianguka mwaka gani?
476. Sawa? Kwa hiyo ili tujue, yeyote atakayekuja kufasiri, niwaambia kwamba wapo wafasiri wengi wa unabii wamezuka siku hizi, na fasiri zingine zinaenda kinyume na neno la Mungu. Sasa yeyote atakayekuja kuleta tafsiri ya nini maana ya pembe hii ndogo, lazima azingatie masharti haya. Sharti la kwanza ni kwamba pembe hiyo ndogo ama utawala huo uinuke baada ya mwaka 470 na ngapi? Na 6, baada ya Rumi ya kipagani kuwa imesambaratika. Sasa tunajiuliza, ni utawala gani ambao ulizuka baada ya Rumi ya kipagani kuanguka? Tutaona sifa hizo. Kwa hiyo hilo ni sharti la kwanza. Sharti la pili ni kwamba pembe hiyo izuke katikati miongoni mwa zile pembe 10. Na pembe 10 tumesema maana yake ni nini? Mataifa 10 ya Ulaya yaliyotokea baada ya Rumi ya kipagani kufanya nini? Kusambaratika. Kwa hiyo hiyo pembe lazima izuke katikati ya mataifa ya Ulaya. Kwa hiyo hiyo pembe kwa vyovyote vile haitatokea huo utawala. Ikiwa pembe ni utawala, huo utawala hautatokea Urusi huko au Mashariki ya Kati au Mashariki ya Mbali, au haitatokea Marekani. Lazima itatokea Ulaya, katikati ya zile pembe 10 zilizotokea, ambayo ni mataifa 10 yaliyounda Ulaya, yale tuliyoyataja 10. Lazima iwe katikati humu. Jambo la lingine, itainuka baada ya pembe hizo 10 kutokea. Baada ya pembe hizo 10 zitokee kwanza hizo pembe 10, alafu na yenyewe ndio itokee. Jambo lingine, itakuwa tofauti na zile za kwanza 10. Sio tu kwamba itakuwa na nguvu za kisiasa, itakuwa na nguvu za kidini pia. Kwa nini? Za kwanza zilikuwa ni tawala za kisiasa, wafalme wakitawala nchi, lazimu kubadili majira na sheria ya Mungu. Kama ina uwezo wa kubadilisha sheria ya Mungu, basi hayo ni mambo ya kidini. Jambo lingine, itapindua pembe 3. Wafalme 3 wataangushwa kutokana na nguvu ya hiyo pembe. Ikishindwa kutimiza hayo, ina maana hiyo tafsiri ni potofu. Jambo lingine, ina macho kama mwanadamu, maana yake ni ishara ya kipaji cha hekima na akili juu. Hekima. Na kwa hiyo tuyapitie hayo mambo ili kujua kwamba ni utawala gani ambao ulikuwa ukitokea. Niwarudishe katika fungu hilo. Danieli 7 aya 24 linasema, na habari za zile pembe 10 katika ufalme huo, wataondoka wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme 3. Hizo ndio sifa za hiyo pembe. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria. Leo tunataka kuijue hiyo pembe ndogo na huo utawala huo uliozuka baada ya Rumi kusambaratika. Ni utawala gani wenye sifa hizi kubwa kubwa? Nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Sasa tuende moja baada ya lingine. Twende moja baada ya lingine. Je, ni utawala gani huu tunaozungumzia wa pembe ndogo? Adam Clark anaandika, anasema, miongoni mwa wafasiri wengi wa Kiprotestanti, utawala huu umeelezwa kuwa ni upapa, yaani kanisa la Kikristo kutokea Rumi. Kanisa la Kikristo lenye makao yake makuu Rumi ndiyo limeelezwa
kumaanisha kwamba ndio ile pembe ndogo. Je, ni kweli upapa ama ni kweli kanisa la Kikristo kwa wakati huu lilifanya haya mambo 5 au 6 tuliyoyaona? Kwanza, litokee katikati ya Ulaya baada ya Rumi ya kipagani kusambaratika. Pili, liwashishe watawala watatu katika wale watawala waliokuwepo. 3, liweze kunena maneno kinyume chake aliye juu na kubadili sheria ya Mungu. 4, je, linao uwezo wa kuwatesa watakatifu wake aliye juu watiwe mikononi mwake kwa wakati, nyakati 2 na nusu wakati? Ikiwa upapa ndio unamaanisha, je, tunaweza kunasibisha na hayo mambo 5? Fatana pamoja nasi tutavichunguza vitabu vya historia. Leo tutachunguza maandiko ya dini yenyewe, na leo nimekuja hapa na vitabu kadha wa kadha kama nilivyowaahidi tutapitia, lakini pia zipo nyaraka nyingine za kale tutazimukuru kuthibitisha kwamba unabii wa Daniel unapoongea habari ya hiyo pembe ndogo ulikuwa unamaanisha mamlaka ya Kikristo chini ya makasisi wa Kirumi ama mapapa. Kwanza tuanze na mwanahistoria katika kitabu kiitwacho The Monumental History of Christianity, ukurasa wa 42 na 43. Anasema, kutoka katika masalio ya ufalme wa Kirumi, taratibu kulitokea namna nyingine ya mataifa ambayo yalimwangalia papa kama kiungo chao kikuu. Kwa hiyo kulitokea nafsi ambayo sio tu mpya, lakini ilikuwa tofauti na ile ya awali. Kwa hiyo baada ya Rumi kusambaratika, ulitokea utawala mwingine wa dini ya Kikristo. Nasemea Kikristo kwa wakati huo kwa sababu ndimo wote tulikuwemo humo. Yani ndio historia ya dini yetu ya Kikristo. Na hapa hatumsemi mtu, tunaeleza historia ya dini yetu ambayo imeandikwa katika vitabu vya dini na visivyo vya kidini. Ndio kienda wale wasomaji, kama unaweza ukaenda kwenye library za kitaifa, nenda tu hapa Tanganyika Library, nenda kaangalia kwenye encyclopedias, utakuta historia hii. The Monumental History of Christianity anaandika hivi. Lakini pia A.C. Frick, The Rise of the Medieval Church, ukurasa wa 168, naye anakubali kwamba baada ya Rumi kusambaratika kulikuwa na utawala mwingine uliotawala dunia, lakini sasa hivi ni tofauti na wale wa kwanza. Neno linasema atakuwa tofauti na wale wa kwanza. Utawala wake, namna yake ya kutawala itakuwa tofauti na wale wa kwanza. Kwa nini? Atakuwa na nguvu za kisiasa, atakuwa na nguvu za kidini pia. Frick anasema kuhama kwa makao makuu ya mfalme kutoka Rumi kwenda Konstantinopo katika mwaka wa 300 kuliliacha kanisa la magharibi, yani kanisa la Kikatoliki, huru kutokana na utawala wa kifalme ili kuunda namna ya utawala wake lenyewe. Na hivyo Kaisari wa Rumi katika kiti cha makaisari alikuwa sasa ni mtu mkubwa kuliko alikuwa ni mtu mkubwa huko magharibi, yani Ulaya, na sasa alilazimika kuwa kiongozi wa kisiasa na kiroho pia. Kwa nini? Nini kilitokea? Kanisa la Kikristo lilipataje nguvu? Lilipataje mamlaka? Lilipataje uwezo? Naambia kwamba katika mwaka wa 300 Konstantino, ambaye ndiye alikuwa kaisari wa Rumi kwa wakati huo, baada ya Rumi kuwa imesambaratika, pressure zimekuwa nyingi kutokana na vita vya kikabila.
Konstantino akahamisha makao yake, akajenga makao mengine Konstantinople. Konstantinople ni sasa hivi ni Istanbul, Uturuki. Tuko pamoja? Kwa hiyo akahamishia makao ya Kaisari, akahamia Uturuki, ambayo ndio Konstantinople. Mnanifuatilia? Kwa maana hiyo sasa, huku alikokuwa akikaa pale mahala ambapo walikaa makaisari, sasa ikawa ndio makao makuu ya kanisa, yani hapo panapoitwa Vatican yalikuwa ni makao makuu ya makaisari. Sasa Kaisari amehamisha makao yake, kiongozi kasisi wa dini akapata nguvu, amebaki peke yake sasa huko. Hii ni historia yetu, hatuwezi kuikana, yani huwezi kuifuta, huwezi kuikataa, hata ukiwa mkali, hata ukikasirika, hauwezi kuifuta. Ndiko tulikotoka, ndio historia ya Ukristo. Kwa hiyo anasema Friki kwamba baada ya Konstantino kuhama, sasa kasisi akawa na nguvu za kisiasa na za kidini pia. Kwa hiyo tunaweza kwa pointi hizo, kanisa la Kikristo chini ya makasisi mapapa ndilo ambalo linawakilishwa na utawala wa pembe ile ndogo. Sasa tuangalie linatimiza zile sifa. Kanisa la Kikatoliki, kanisa la Kikristo linatimiza zile sifa. Kwanza neno linasema atawang'oa wafalme wangapi? Watatu. Na niliwaambia mataifa yote tumeyataja isipokuwa mataifa matatu: Vandals, Heruli na Visigoths. Je, linatimiza hiyo sifa ya kung'oa hayo mataifa? Ndiyo, linatimiza. Kwa maana gani? Historia ya kanisa, lakini pia historia secular, yani ya duniani huko, zinawafikiana kwa kueleza namna mataifa haya yalivyopotea katika uso wa dunia. Yalipoteaje? Wakati mataifa ya Rumi yanasambaratika, ni mwaka gani tumesema? 1, 2, 3. 476, wakati Rumi ya kipagani iliposambaratika, yale mataifa 10 yaliyotokea. Kumbuka 476 ni muda mrefu sana baada ya Kristo. 476 baada ya Yesu Kristo. Ina maana Ukristo tayari ulikuwa umeshashamiri sana. Lakini kilichotokeza kitu kimoja kule Alexandria, Misri. Alikuwepo bwana mmoja alikuwa anaitwa Arius. Yeye akaanzisha mafundisho ambayo Arius akatangaza, akafundisha, akasema kwamba Yesu sio Mungu. Yani akakataa uungu wa Yesu. Anasema Arius yeye tu alikuwa ni mwanadamu aliyeumbwa huko. Na hata leo element za Arianism bado zipo miongoni mwetu. Kwa mfano wa Yehova hawaamini juu ya uungu wa Yesu. Ni element za Arianism. Waislamu hawaamini juu ya uungu wa Yesu. Element za Arianism. Sasa Arius akafundisha, na mafundisho yake yakakamatwa na watu wengi. Hapa sasa ni mapema kabla ya mamlaka ya pembe ndogo. Hivyo maaskofu wengi, yani kulikuwa na askofu mkuu wa Rumi chini ya katika kiti cha Petro, kama baadaye mafundisho ya Kikatoliki yalivyoamini, lakini kulikuwa na maaskofu wengine kama ambavyo ilivyo leo. Yupo askofu mkuu Rumi, lakini wapo maaskofu, hata hapa kwetu tunaye askofu mkuu kardinali, wapo, ila yupo mkuu ambaye wote wanamtii. Sasa wakati huo Arius anafundisha haya mambo, akapata wafuasi wengine. Ina maana maaskofu wengine sehemu mbalimbali katika nchi mbalimbali wakakubaliana naye, wakawa wapinzani wa mafundisho ya kanisa kwa wakati huo. Hivyo Arius akawa championi wa mafundisho yanaitwa Arianism, yani kukataa uungu wa Yesu. Lakini
Baba, yaani ni Mungu aliyefanyika mwili akakaa katika maandiko yanavyosema. Kwa hiyo walikubali kwamba Yesu ni Mungu 100%, lakini pia ni mwanadamu, kwa maana kwamba alizaliwa, yaani Mungu aliyefanyika mwili. Lakini fundisho lingine likawa ni hili la Arius, kukataa Yesu sio Mungu kabisa, yaani mwanadamu 100%. Wengine fundisho lingine la tatu, wakawepo wengine wanasema Yesu sio mwanadamu, ni Mungu 100%. Kwa hiyo kuna wale wanaosema Yesu ni Mungu na mwanadamu, na wengine wapo wanasema Yesu ni mwanadamu na ni Mungu, na wengine wakasema Yesu ni Mungu, hakuna cha wanadamu. Sasa hilo likalichafua kanisa kwa wakati huo, kukawa na mashindano. Sasa miongoni mwa haya makabila, Ostrogoth, Vandos na Heruli walikuwa waumini wa Arianism, na ndio walikuwa na nguvu, wakawa ni wapinzani wakubwa wa kanisa. Hivyo kumbuka kwamba baada ya Konstantino kuhama kutoka Rumi kwenda kufanya makao Konstantinople, tayari ni kama kwamba kanisa liliungana na nini? Na serikali, si ndio? Kwa hiyo sasa kanisa likapata nguvu pia kutoka serikalini. Baada ya mfalme Konstantino, alitawala mfalme mwingine kule kule Konstantinople, alitawala akakaa mahala pa Konstantino. Alikuwa anaitwa mfalme Justinian. Mfalme Justinian alikuwa ni muumini wa Ukatoliki, na hivyo mfalme Justinian akatangaza, akasema yeyote asiyemtii papa na kutii mafundisho ya kanisa, huyo ni mwasi na ateswe. Na hivyo sasa mateso yakaanza kwa wale waliokuwa wanaenda kinyume na kanisa. Sasa mfalme Justinian akaazimia kwamba atawatokomeza wale wote ambao wanapinga papa, wanapinga mafundisho. Kwa hiyo mwaka 487 Justinian akafanya mbinu, akaingia mapatano na Waostrogoth waliokuwa kule mashariki, yani kanisa tayari lilikuwa limeshagawanyika, kuna kanisa la mashariki na kanisa la magharibi. Sasa Ostrogoth walikuwa kule mashariki, mfalme Justinian akaingia mapatano nao na akawaamuru. Vandos walikuwa wanatawala kutokea Italy, makao makuu sasa ya kanisa Katoliki. Akaamua awapige Vandos, awaangushe. Pamoja na kwamba Ostrogoth pia walikuwa waumini wa Arianism, lakini Justinian akasema nikipiga mmoja nitabakiza wawili. Kwa hiyo nitakuwa mashambulizi yameendelea. Kwa hiyo Ostrogoth wakavamia Italy mwaka 487 na kukawa na vita mpaka ilipofika mwaka 493 wakawaangusha wa Vandals. Kwa hiyo sasa Vandals wakaanguka mwaka 493. Hizo miaka ni vizuri pia kwa mujibu wa historia. Kama unaandika, taifa la kwanza katika yale matatu lilianguka mwaka 493. Sasa baadaye ikaonekana kwamba Waostrogoth sasa, baada ya kuikamata Italy, kwa sababu nao walikuwa ni wapinzani wa papa, wakaanza kumpinga huko na wakaamuru kwamba mateso yakomeshwe kwa wale wote ambao wanapingana na kanisa. Justinian alipoona hivyo, kwa kutumia jemedari wake na jeshi la watu 500 akaivamia Italy kwa mara nyingine kuwaangusha wa Ostrogoth. Na huo ulikuwa ni mwaka 534 wakawavamia na Justinian akavamia Ostrogoth na akawaangamiza katika mwaka 535. Baada ya sasa
baada ya Ostrogoth kuanguka, ikawa imebakia Heruli. Nao Heruli wakaangushwa mwaka wa 538 baada ya kuangushwa kwa Heruli. Na hizo zote ni njama za Justinian Mkatoliki akiongozana, akishirikiana na Papa Ukatoliki. Na hivyo mataifa yale pinzani yote yakaanguka, mwaka 538 yakawa yamekamilika, na ndipo ambapo kanisa likawa halina mpinzani na likaanza kutawala. Wanahistoria wamekubaliana kwamba upapa unapata mamlaka na nguvu kuanzia mwaka 538, na mwaka huo ni upapa ama Ukatoliki ndio ikabaki kanisa kuu lenye mamlaka na nguvu duniani. Sawa sawa na unabii, wakaangushwa pembe zile tatu kama unabii ulivyotabiri. Sasa mwanahistoria tena Adolf Harnack anasema kanisa, katika kitabu cha What is Christianity, anasema kanisa la Rumi kwa njia hii lilijipenyeza katika nafasi ya dola ya Kirumi ya kipagani, ambayo kwa kweli ni dola mwendelezo wa dola ya Kirumi. Dola ya Kirumi haikuwa imekoma, lakini badala yake ilikuwa imejibadilisha. Papa ambaye ana jina la mfalme la kifalme, yani Pontifex Maximus, cheo cha mfalme wa Rumi kilikuwa ni cheo cha mrithi wa Kaisari. Kwa hiyo kipindi chake cha kuinuka baada ya mwaka 479 na mahala alipoinukia na jinsi ya kuinuka ni sawa sawa na unabii. Je, una ushahidi gani kwamba pembe ndogo ni mamlaka ya kipapa? Kwa sababu aliinuka katika mamlaka hiyo. Neno lingine linasema atanena kinyume na yeye aliye juu. Je, utawala huo wa Kikristo sasa kwa namna gani tena ukaanza kunena kinyume na yeye aliye juu? Je, historia inatuambia nini? Mwandishi Ferraris katika kitabu kinachoitwa Ecclesiastical Dictionary, katika makala inayosema Papa, anasema Papa ni kama vile Mungu hapa duniani. Chochote kile ambacho Mungu mwenyewe na mkombozi atakachofanya na msaidizi wake, yaani Papa hapa duniani, anaweza kukifanya. Kwa hiyo wakaanza kujifananisha na Mungu. Viongozi wa kanisa, makasisi, wakaanza kujifananisha ama kujilinganisha na Mungu. Neno linasema, Ferraris anaendelea kusema hivyo, Papa amevikwa taji tatu. Taji ya kwanza, amevikwa taji kama mfalme wa mbinguni. Taji ya pili, amevikwa kama mfalme wa dunia. Taji ya tatu, amevikwa kama mfalme wa kuzimu. Kiasi kwamba kama ikiwezekana malaika wakakosea katika mambo ya imani au wafikiri kinyume na imani, Papa anao uwezo wa kuwahukumu. Yaani huyo malaika akikosea atahukumiwa na Papa au kuadhibiwa na Papa. Na ndio maana utawala, Biblia inasema akanena maneno kinyume cha aliye juu. Hata Mungu maneno haya utawala huo wa Papa. Haya, Pope Leo na yeye, Pope Leo wa 13, haya ni maneno ya Papa mwenyewe katika barua yake ya kichungaji, Great Encyclical Letter. Anaandika, anasema tunashikilia hapa duniani sehemu ya Mungu Mwenyezi, yani hapa duniani Papa ndio Mungu sawa kwa hapa. Na ndio maana Biblia inasema akanena maneno makuu. Adam Craig anasema wamejitwika kutofanya dhambi, ambayo ni sifa ya Mungu peke yake. Wanadai kusamehe dhambi ambayo
ambayo ni kazi ya Mungu peke yake. Wanadai kufunga na kufungua mbingu ambayo ni kazi ya Mungu peke yake. Wanadai kuwa juu kuliko wafalme wote duniani ambayo ni kazi ya Mungu peke yake. Baba anaitwa mfalme wa wafalme. Kwa hiyo neno la Mungu liko sahihi kiasi kupindukia. Utabiri ulioenda sambamba na haya ni ule wa Paulo alipokuwa akiona kanisa katika siku za usoni kwamba lingekuja kuchafuliwa, lingeharibika. Paulo akawaonya viongozi wa kanisa, na anawaonya hata viongozi wa kanisa hili leo kwamba anasema, najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema maneno mapotovu, wawavute hawa wanafunzi ili wawaandamie wao. Paulo analiona kanisa katika nyakati za usoni kwamba lingeharibika, watu wangeanza kunena mapotovu. Haya ni mapotovu. Paulo anaendelea Thesalonika wa pili sura ya 2 aya ya 7, anasema, maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye hata atakapoondolewa. Toka wakati wa Paulo tayari utawala wa Rumi ulikuwepo ukiwaangamiza watakatifu. Roho wa Mungu alikuwa anazuia. Na anasema sasa hivi kuna siri ya kutenda kazi, kuna wasi taratibu ulikuwa unavinyemelea kanisa. Mafundisho potofu yalikuwa yameshaanza kuingia ndani ya kanisa. Paulo anapoona hali hii huenda itakuwa mbaya sana katika siku za usoni, anasema siri ya kutenda kazi, siri ya uasi inatenda kazi hata sasa, lakini yupo anayeizuia. Naye ni nani? Roho Mtakatifu wa Mungu. Lakini atakapokuwa anaondolewa Roho katika kanisa, wapendwa, siri ya kuasi itatenda kazi. Sasa kulikuwa na mambo matatu yanayomsumbua Paulo anapoandika mambo haya. Kwanza, kulikuwa na upinzani kutoka nje ambao ni mbwa mwitu wakali watalioingia na kulalua kanisa. Lakini kulikuwa na Thesalonika wa pili sura ya 2 aya ya 3, anasema kuhusiana na uasi ungetokea na namna gani. Paulo anasema mtu yeyote asiwadanganye kwa njia yoyote. Mimi huu ukengeufu, huu uasi utakuja, lakini siku hiyo ya kurudi kwa Bwana. Unajua kanisa kwa wakati huo wa Paulo hata walikuwa wameshaanza kusema kwamba huenda huu ni siku za mwisho. Paulo anasema siku za mwisho hazitakuja. Dalili za siku za mwisho zitakuwa hivi: siku ya mwisho haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijifanya kwamba yeye mwenyewe ni Mungu. Soma hayo maneno. Paulo aliona kwamba kungetokea ukengeufu katika siku za mwisho, na mwana wa uharibifu, mtu fulani angeketi kwa hekalu la Mungu, angeketi kwa watu wa Mungu na kujifananisha yeye mwenyewe kuwa ni Mungu. Paulo analionya kanisa. Wapendwa, mwana wa uharibifu alikuwa ametabiriwa. Katika nyakati hizo kungeinuka pambano kuu, na pambano lingeendelea, pambano kuu, wapendwa, lililoanzia mbinguni, kati ya nuru na giza, kati ya ukweli na uongo ungeenea. Sasa sifa nyingine ya hiyo pembe ndogo, atawatesa watakatifu wake aliye wapi? Aliye juu. Je, ni kweli kwamba utawala huu wa Kikristo baadaye ulioasi ukabadili maneno ya Mungu, ukamgeukia na Mungu ukasema maneno kinyume chake, je, ungewatesa watakatifu? Mwandishi anaitwa John Darwin katika kitabu chake A Baptist Historian, katika kitabu chake kinaitwa History of Romanism. Ngoja nikuze maneno yangu. History of Romanism. History of Romanism. Anasema hivi, ukurasa wa 541. Wastani wa zaidi ya mauaji ya kidini 40,000. Wastani wa mauaji ya kidini 40,000 kila mwaka wakati wa uwepo wa upapa.
Yaani katika uwepo wa upapa wote kumekuwa na mauaji zaidi ya 40,000 na mauaji ambayo yalifanyika miaka yote ile miaka 1260. Watakatifu wa Bwana waliteswa. Mnakumbuka historia, nenda kasome Great Controversy. Kina Jerome, kina Hasi waliteswa, walichomwa moto. Wana matengenezo mbalimbali walichomwa moto wakati wa kile kilichokuwa kinaitwa Inquisition, wakati shirika la Majesuiti lililoanzishwa, na mateso yakawa makali sana kwa Waprotestanti na wale wote ambao walikuwa kinyume na kanisa. Kwa hiyo ni kweli akawadhoofisha ama kuwatesa watakatifu. Western Watchman ya Disemba 22 mwaka 1909 anasema kwamba kanisa limewatesa watakatifu, ni Mungu tu aweza kukana ukweli huu. Historia yote hakuna anayekana kwamba kanisa limewatesa watakatifu kwa kipindi cha miaka 1260. Tutaona katika masomo yajayo, ama baadaye nitaleta fafanuzi tunapoelekea kumaliza. Papa Yohana Paulo mwenyewe katika kipindi chake ndiye wa kwanza kuanzisha toba na msamaha kwa Waprotestanti, kuwaomba msamaha wa Protestanti kwa kile kilichotendeka wakati wa zama za giza, mateso kwa Wakristo. Nenda katika mtandao. Hapa kuna gazeti nimelipoteza, lakini miaka hii 2000 kulikuwa na gazeti la lilikuwa ni gazeti la nadhani The Guardian au so, ambalo lilinukuru Papa Yohane Paulo na picha zake akiomba msamaha kwa Waprotestanti. Lakini basi ukienda kwenye mtandao, nenda kwenye theguardian.com. Hili sio Guardian letu hapa, ni Guardian na huko nje. Nenda kwenye hiyo website. Pope says sorry for sins of the church. Papa anasema samahani kwa dhambi za kanisa. Wakati msimamo wa kanisa ni kwamba kanisa halikosei na Papa hakosei. Kwa hiyo kwa sentensi hii Papa alienda kinyume hata na msimamo wa kanisa kwamba halikosei. Katika mtandao huo anasema na nukuru hapa, saying one of his most audacious initiative for the twilight of his purpose, John Paul II yesterday attempted to purify the soul of the Roman Catholic Church by making a sweeping apology for 2,000 years of violence, persecution, and blunders from the altar of St. Paul's Basilica in Rome. He said, Catholicism into uncharted territory by seeking forgiveness for sins committed against Jews, heretics, women, gypsies, and the native peoples. Anasema Papa Yohana Paulo wa pili akiomba msamaha, na ngoja ni paraphrase tu kwa haraka. Papa Yohana Paulo wa pili anaomba msamaha kwa dhambi zilizofanya kanisa kwa kuwatesa watakatifu, kuwatesa Wayahudi wale waliodhaniwa kuwa wapinzani, wanaume, kwa muda wa zaidi ya miaka 2000. Zaidi ya miaka 2000. Na unabii unasema siku 1260, ukijumlisha na hizo nyingine za nyuma huko watakatifu walioteswa. Sasa huyu ni Yohana Paulo wa pili katika mwaka 2000. Je, hivi karibuni Papa anasemaje kwa habari ya kutesa watakatifu? Papa Francis naye kwa kwenda Italia aliwatembelea Wawadensi. Nenda kasome katika kitabu cha Pambano Kuu, utajua Wawadensi walivyoteswa. Pope asks pardon from Waldensians Protestants
for past persecution. On behalf of the Catholic Church, anasema Francis, kwa niaba ya kanisa la Kikatoliki, I ask forgiveness, ninaomba msamaha for the unchristian and even inhuman offenses. Anasema, Jesus Christ, forgive us kwa jina la Yesu Kristo, tusameheni. Anawaomba msamaha kina nani? Waldensians. Hawa ni Waprotestanti walioteswa, waliuawa kikatili, na leo hii makaburi yao yako yamebaki kama kumbukumbu na watu wanaenda kutembelea. Waliuawa, waliteswa kwa jina la dini na jina la Kristo. Neno linasema atawadhoofisha, atawatesa watakatifu wake aliye juu. Na kweli kanisa lilitesa watakatifu, viongozi wa dini wanakiri walitesa. Anaomba msamaha. Sasa mtandao umeenda kutafasiri kwa Waldensians ni nani? Waldensians, the movement and early precursor of the Protestant Reformation. Waldensians ndio waanzilishi wa vuguvugu la matengenezo la Uprotestanti, ambao hata hivi leo Uprotestanti umefutwa duniani. Mkija kwenye vipindi unabii upo wa harakati za kufuta Uprotestanti, na tutaonyesha ni kwa namna gani Uprotestanti leo umefutwa taratibu, lakini kwa uharaka. Leo ukijiita Uprotestanti mpaka mtu anaona kama kinyaa fulani. Anasema hawa nirudie tuwajue hawa Waldensians ni kina nani? It's a movement which is an early precursor of the Protestant Reformation in the 16th century. Was it branded as heretical, and in 1487 Pope Innocent the 80th ordered its extermination. Pope Innocent wa 8 ndiye aliyetangaza wa Waldensians wafutwe, na kweli walifutwa. Ninayo DVD ya Waldensians, tutakapoanza kujifunza kanisa la Waadventista wa Sabato kiunabii, tutaiweka hapo kidogo uone wa Waldensians walipoteswa. Lakini wa Protestant wengi walikuwa persecuted. Anasema some 1,700 Waldensians were killed in 1655 by Catholic forces commanded by the Duke of Savoy. Hii ni habari tu za juzi hizi. Pope Francis alipotembelea Italy tarehe 22 Juni 2015, juzi tu. Bado wanakiri hata Wakatoliki kwamba wanatambua, hata nani anatambua, historia inatambua kwamba kanisa liliwatesa watakatifu. Kwa hiyo ni kweli kwamba pembe hiyo ndogo iliyoinuka iliwatesa watakatifu. Sasa labda tumalizie. Anasema ataazimu kubadili majira na sheria. Je, kanisa la Kikatoliki limebadili majira, limebadili sheria ya Mungu? Lenyewe tulisikilize lizungumze kanisa la Kikatoliki. Doctrinal de Translate Episcopal. Papa anao uwezo wa kubadili majira, kufuta sheria na kuondokana na kila kitu, hata maandiko ya Kristo. Kwa hiyo hivi vitu wala sio vya kupinga, vipo. Je, ushahidi? Angalia katekisimu ya Baltimore. Katekisimu, ikiwa wewe ungekuwa mwanafunzi wa kanisa ungeulizwa swali umeshafundishwa, sasa mtihani unakuja. Swali, je, ni ipi amri ya pili? Jibu, amri ya pili ya Mungu ni usilitaje bure jina la Mungu wako. Je, ni kweli hiyo ni amri ya pili? Haya, kubadili amri na sheria. Amri ya pili inasemaje? Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini majini. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa maana mimi Mungu Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu.
na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4, nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Amri ya pili inakataza nini? Kuabudu masanamu. Swali lingine linaulizwa, amri ya 3 inatuamuru kufanya nini? Jibu, amri ya 3 inatuagiza kumwabudu Mungu kwa namna ya pekee katika siku ya Jumapili, yani siku ya Bwana. Je, amri ya pili inasemaje? Amri ya 3 inasemaje? 1, 2, 3. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, kwa maana Mungu. Pia amri ile ambayo ni ya kuambia watu kuhusu kutunza ibada, kumwabudu Mungu katika siku yake takatifu, nayo ikabadilishwa ikasomeka kwamba mwabudu Mungu kwa namna ya pekee katika siku ya Jumapili. Je, siku ya Jumapili ni ya ibada na kumwabudu Mungu? Mungu anasema hapana. Amri ya 4 inasema kumbuke siku ya Sabato, itakase, siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote. Katika siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mnyama wako kufugwa wala chochote. Jamani, huu ni ushahidi tu kwamba kanisa hili limebadilika. The Catholic Encyclopedia Volume 4 page 153. Catholic Encyclopedia yeye anasemaje? Kanisa baada ya kubadilisha siku ya kupumzika kutoka siku ya 7 ya juma kwenda siku ya kwanza, kumbe kanisa ndio limebadilisha hata siku ya ibada, siku ya kupumzika lenyewe. Hii ni Catholic Encyclopedia. Kanisa baada ya kubadili, kumbe limebadili lenyewe. Lilifanya amri ya 3 kuwa inahusu Jumapili kama siku ya kutunzwa, kuwa takatifu kama siku ya Bwana. Haya, hii katekisimu ya waumini, ukurasa wa 50, ukurasa wa 50. Swali linaulizwa kwa mkatekumene, siku ya Sabato ni ipi? Jibu, Jumamosi ndiyo siku ya Sabato. Yaani wanakiri kabisa, siku ya Sabato ni ipi? Jumamosi. Hata ukienda kwa padri, kasisi, ukamuuliza siku ya Sabato ni ipi, jibu lake atajibu Jumamosi ndiyo siku ya Sabato. Atakwambia hivyo. Swali linaulizwa lingine, kwa nini tunaabudu Jumapili badala ya Jumamosi? Jibu lake ni hapa. Kwa sababu kanisa la Katoliki lilihamisha utukufu kutoka Jumamosi kwenda wapi? Jumapili. Hayo ni maandishi ya Kikatoliki. Biblia inasema ataanzika kufanya nini? Kubadili majira na sheria ya Mungu. Haya, The Catholic Mirror ya Septemba 23 na mwaka 1893 nasema kanisa Katoliki kwa zaidi ya miaka 1000 kabla ya kuwepo Uprotestanti, yani hapa hii inaitwa changamoto kutoka Roma, yani kubadili majira na sheria ya Mungu, na ndivyo alichofanya Catholic Mirror. Hivyo Sabato ya Kikristo, yani sasa ikaanza kuitwa Jumapili, ikaanza kuitwa Sabato ya Kikristo. Hivyo Sabato ya Kikristo, yani Jumapili, siku hizi ndiyo inayotambulikana kama uzao wa kanisa la Kikatoliki. Yani ni matunda zao, the product of the Catholic Church. Bila kuwa na neno la upinzani kutoka katika ulimwengu wa Kiprotestanti. Protestanti nani anapinga? Wote wanakubali. Kwa hili wanakubali. Kwa hili sio Protestanti tena. Anasema the Catholic and the Catholic fundamentalism. Walokole, yani wa Protestant, wanakutana na, yani hii ni changamoto, challenge kanisa la Kikatoliki linaitoa kwa wale wanaojiita wa Protestant. Sikiliza kama wewe ni Protestant, yani ni changamoto ya kanisa la Kikatoliki, challenge. Wa Protestant wanakuwa challenge, na hii challenge wa Katoliki wanasema wanakutana, wa Protestant ama walokole wanakutana na kuabudu Jumapili, huku
Hakuna ushahidi katika Biblia kwamba Jumapili ilifanywa kuwa siku ya kuabudu, Sabato ya Kiyahudi au siku ya kupumzika. Ilikuwa Jumamosi. Kanisa Katoliki ndilo lililoamua Jumapili iwe siku ya kuabudu kwa Wakristo ili kuadhimisha kufufuka kwa Yesu. Ataazimu kubadili majira na sheria. Na wao wenyewe wanasema, sasa kama wewe ni Protestant unapewa sasa changamoto. Wewe unasema Protestant, yani Protestant maana yake mpinzani, mpingaji wa kanisa. Sasa wewe ni Protestant unasema unatupinga. Sasa mbona siku yetu umeng'ang'ania? Kama wewe unafuata Biblia, kwenye Biblia ipo Sabato. Sasa wewe Jumapili umeitoa wapi? Wewe Protestant huna. Wenyewe ukiwafuata nasema sisi tunakaa kwenye kiti cha Petro bwana. Na Petro aliambiwa kama ufunga duniani na mbingu. Sasa nakumbuka ile ya kwanza quotation ilisemaje? Papa nao uwezo wa kufanya nini? Wa kubadili hata amri ya Kristo. Yaani hata Kristo anawekewa editing. Yaani anaweza kuwa edited. Linaulizwa, hii ni katekisimu ya waumini. Katekisimu ya waumini. Swali linauliza, Waprotestanti wanapofanya kazi Jumamosi au siku ya saba ya juma, je, wanafuata Biblia kama ndio mwongozo pekee unaowaongoza katika mambo ya imani? Jibu, hapana. Kinyume chake, wana ruhusa ya mira tu. Kwa kufanya hivyo, kwa kutukuza Jumamosi, kwa kutotunza Jumamosi, wanavunja moja ya amri za Mungu. Unaona hiyo? Sasa wewe ni Protestant na kanisa linasema sisi ndio tunabadili. Kama mnatupinga, pingeni na siku yetu, msipinge nusu-nusu. Sasa kwa nini mnapinga nusu-nusu? Pinga kila kitu. Sababu na double standard. Kwa hiyo mamlaka ya pembe ndogo moja kwa moja bila upinzani, yale mambo matano niliyowaambia au sita yanatimiza, yani vile vigezo kanisa linatimiza. Je, ni kwa vipi na kwa namna gani badiliko la Sabato lilitokea? Labda tuanze. Lilitokeaje badiliko la Sabato? Wakristo waliamua, yani kanisa liliamua. Nini kilitokea? Papa Sixtus ndio wa kwanza katika harakati hizo za mabadiliko hayo. Lakini turning point, kitu kikubwa kilichowasababisha, cha kwanza, vipo vitu kadha wa kadha. Ngoja nitaje. Cha kwanza ilikuwa ni kuibuka kwa mateso dhidi ya Wayahudi. Mateso dhidi ya Wayahudi. Katika karne ya pili ya tatu hapo kulitokea mateso, hasa karne ya pili, kulitokea mateso dhidi ya Wayahudi. Baada ya Wayahudi kufanya maasi, kulikuwa na maasi ya Wayahudi, ya Wayahudi. Yale maasi ya Wayahudi yaliwapelekea Warumi wawatese Wayahudi. Hivyo wakaanza kuwasulubisha kwenye misalaba, wakaanza kuwafunga magerezani, wakapata mateso, wakauawa Wayahudi. Sasa kwa sababu Ukristo ulikuwa na elementi za Uyahudi na ilikuwa ni dini isiyotakiwa Rumi, wanatunza Sabato wakati huo na Wayahudi wanatunza Sabato. Wakati siku ya ibada ya wapagani ni Jumapili, siku ya kupumzika ya wapagani ni Jumapili. Sasa Warumi hawakutofautisha, wakaanza kuwatesa hata Wakristo. Kwa hiyo Wakristo wakasema hapana, kama ndio hivyo tujiondoeni. Na hivyo ukakaa mtaguso wa Laodikia, nitausoma hapo baadaye. Kwa cha pili, Wayahudi walikuwa na teso, alafu viongozi kadhaa wa Kikristo walitaka kujitofautisha na Wayahudi. Hivyo Wakristo wakakaa katika mtaguso wa Laodikia, wakasema, wakatangaza
Wakristo wasifanye Kiyahudi, yani kutunza Sabato na kukaa bila kazi siku ya Sabato, bali wafanye kazi siku hiyo, lakini siku ya Bwana waitunze. Kwa hiyo ndio Jumapili ikaanza kuitwa siku ya Bwana. Tamaduni za kipagani zikaingia ndani ya kanisa, na ibada ya jua sasa ikawa kama imehamia kanisani. Jambo lingine lilikuwa ni kuwapendezesha wapagani. Tukitunza siku yao ya jua tutawavuta. Yaani ni logic nzuri kwamba tuwavute. Kama siku hizi bana tunapunguza masharti ili tuwavute, tuwabatize. Kumbe ndio wanaenda mbali na kanuni za kanisa. Wangapi imetokea Katoliki? Haya, unakijua hicho chombo hapo nimedisplay hapa. Kinaitwa nini? Kizungu mimi najua inaitwa monstrance. Monstrance. Wale wanaotoka Katoliki hiyo inaitwa nini? Hii yani ipo. Yani unapoenda Ekaristi ile mkate, the wafer bread, kwanza unajua ni ya mviringo. Ni kwa nini? Ule mkate ni wa mviringo. Yani wewe mkate toka lini? Yani unakuwa kabisa diski namna hiyo. Yeye sinakanda mikate na pia hata na meza ya Bwana pia tena vivunja kama vina shape. Ya kwao ina shape maalum. Unajua ni kwa nini? Yani kabisa ifanane na jua, exactly kama jua. Halafu inawekwa kwenye hicho chombo kinaitwa monstrance. Sikijui kwa Kiswahili. Kwenye sikukuu ya Ekaristi huwa mnaona kwamba inainuliwa, hiki chombo kinainuliwa na watu wanaandamanisha Ekaristi. Mkate sio kwamba ni wa mviringo kwa bahati mbaya, ni wa mviringo kwa makusudi ufanane na jua. Hiki chombo unapokiona kina miale, kina miangaza kama ya jua. Nenda kaangalie kile inapowekwa Ekaristi. Ni ya mviringo na miale ya jua. Kwa hiyo unapokaa pale unakuwa kama jua linalotoa miale yake.